kitabu cha Joshua. Fungua Joshua 2. Na mambo yetu makubwa ya kujifunza siku ya leo iko pale tukifika mstari wa 10, lakini tunaanza na mstari wa 6. Joshua 2 tunaanza na mstari wa 6. Kwa hivyo wale ambao mnatazama Pendo TV na wale ambao mnatusikiliza kwa redio ya Pendo, Mungu awabariki sana. Tujiunge pamoja kwa ajili ya neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru Mungu wa majeshi kwa sababu ya neno lako. Nataka kutafsiri kwa wapendwa ambao watakuwa wamefunguliwa mioyo yao, wakaweze kubarikiwa na kufunguliwa siku ya leo, kwa sababu wewe ni Mungu ambao unaenda kuhubiri ndani yangu. Nakataa kila upingamizi kwa neno la Mungu, vizuizi mashetani, katika jina la Yesu ikapate kushindwa. Na ni kwa Yesu mkombozi tumeomba na kuamini. Kwa majina mimi naitwa Bishop Catherine Malenya wa Faith Believers Church Kakamega. Amen. Tuendelee. Nasoma maandiko kwa uwezo wa Yesu Kristo, Joshua 2 kuanzia mstari mdogo wa 6. Lakini yeye alikuwa amepandishwa darini, akifichwa kwa mabawa ya kitani iliyokuwa ameyatandika juu ya dari. Basi hao watu wakawafuata kwa njia iliyoenda Yordani mpaka vifukoni. Na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango. Tena kabla hawajalala wakaendea juu ya darini. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza kuhusu kufichwa. Hawa wapendwa walipotumwa katika ile nchi ya Jericho kwenda kuipeleleza, walienda, lakini walikuwa waoga, kwa sababu walijua wakipatikana na mfalme na maaskari wake watawaua. Lakini wakapata msaada wa mtu mmoja tu ambaye aliweza kuwaficha, naye alikuwa mama. Nataka nikwambia kwamba hata kama umefika kiwango fulani, kuna msaada Mungu ataleta ambayo itakusaidia na ujui itatoka wapi. Hao walipoenda katika hiyo nchi wakuwa wamejua watapata huyo mama. Bwana asifiwe sana. Lakini ilipofika wakati hatari imepatikana, ilibidi watoroke, na wakaenda na yeye akawapokea. Na hakuwapokea hivi hivi, neno la Mungu liliingia ndani ya huyo mama, akaona wacha niokoe watumishi wa Mungu. Hata mtu wako mahali atatokea, hata kushika mkono hapo mahali umekwama, mtu ambaye hakujui, si wa familia yako, si wa kanisa yako, Mungu atamlazimisha. Tuendelee. Akawaambia wale wanaume, mimi najua kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imeangukia mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia hao watu ya kwamba najua Mungu amewapatia. Huyo mwanamke ndiye anawatia moyo. Mungu amewapea nchi, na hii nchi vile iko kwa mikono yenu, hofu itashika hao watu ambao wamekataa kwamba hamtaipeleleza. Watashikwa na hofu wanaposikia jina ya kwamba mmetoka katika nchi ya Israeli, kwa sababu watu wa Israeli walikuwa wazuri sana kwa vita na walikuwa wenye ujasiri. Wakati walikuwa wameenda kupeleleza, walikuwa wamejua kile wameenda kufanya. Wewe unapenda tu kupayuka, usiwe mtu wa kupayuka. Kuwa mjasiri, kuwa mtu wa maombi, kuwa mtulivu, usizoee kupayuka. Na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu, maana tumesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hao watu wakasema kwamba tumesikia ya kwamba watu wamekuja, na hao watu wametoka katika nchi ya wapi? Nchi ya Israeli. Hao watu waliyeyuka, yaani wenyewe waliisha nguvu, wakakosa amani, wakaanza kuyumbayumba wakisema kama wametoka huko katika nchi ya Israeli hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kuyeyuka wenyewe. Adui ambaye anakufuata atasikia tu sifa yako, asikie imani yako, mwenyewe tu ataanza kuogopa. Na akianza kuogopa atawajana na wewe, na akiwajana na wewe utakuwa umefaulu. Bwana Yesu asifiwe. Waliyeyuka pole mpaka wakaisha. Tutapigana na vita mpendwa ambayo inatesa maisha yetu. Hatutapigana siku moja. Waje tuendelee kuja kwa maombi, waje tuendelee kufunga na kuomba. Tutaendelea tu kufanya nini? Kupigana na shetani.
aliwatendea wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yaani Sihoni na Ogu, mlioangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote. Bwana asifiwe sana. Hao watu waliposikia ni watu gani ambao mfalme anatutuma twende kuangamiza, na wakapata ujumbe hao watu wametoka Israeli, mioyo yao ikayeyuka, wakasema kama ni hao tumesikia habari yao, sio watu wa mchezo, sio watu wa kupikana nao, sio watu wa kuenda kuangalia, maana tumesikia habari yao, Mungu ufanye kazi ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Na waliposikia hawa watu wametoka huko, wakaanza kuyeyuka na kuokopa, hao wapendwa wawili tu wakapata nguvu, wakatoka tena, wakaenda ushuhuda, wakasema jinsi Mungu alivyowapigania. Toa ushuhuda, ambia Mungu vile amekupigania. Toa ushuhuda, simama, ambia Mungu amenipigania, ameniponya, amenifungua, amenipea kazi, amenipea watoto. Usinyamaze, maana walirudi wakasema ushuhuda wao. Tuendelee. Niambieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea ihsani, ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea ihsani nyumba ya baba yangu. Tena niwaambieni alama ya uaminifu. Huyo mama hakuwacha hivyo, akasema ya kwamba nataka mniapie baraka katika nyumba ya baba yangu, muweke hapa alama ya kwamba mmewake ushindi hapa, hamtatoka bure. Nataka sasa mniwekee ahadi. Huyo mama akasema ampiti hapa, lazima muweke ahadi, na hiyo ahadi akasema isikuwe ya mdomo, muweke alama ambayo kila mtu akipita hataona hiyo alama. Wewe uko na alama katika mwili wako, ulikuwa mkojo ukapona, hiyo uzima ambao uko nayo, hiyo ni alama Mungu ameweka. Ulikuwa una nyumba ukajenga, hiyo nyumba na alama Mungu amekuwekea. Ulikuwa una ndoa ukapata, hiyo ndio alama Mungu amekuwekea. Ulikuwa umeshindwa shule ya kusoma, Mungu akafungulia ukasoma, hiyo ndio alama Mungu amekuwekea. Haleluya. Ambia Mungu, nataka leo niwekee alama ambao watu wakiona watajua ya kwamba kweli naomba Mungu wa ukweli. Haleluya. Ukiangalia maisha yako, mahali Mungu alikutoa na mahali ambao uko sahi, hakuna maalama, hakuna maalama. Tuendelee. Ya kwamba nitawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wake na vitu vyote walivyo navyo, na kutoa roho zote zetu za kufa. Wale wanaume wakamwambia, uhai wetu badala ya uhai wenu, ikawa amuitangaze habari ya shughuli yetu hii. Kisha itakuwa wakati Bwana atakapotupa nchi hii, tutatenda kwa hisani ya uaminifu. Ndipo akawashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mti, naye alikaa ukutani. Bwana asifiwe sana. Mpaka Biblia walikubali, wakasema tutafanya. Akawashusha kwa ukuta, wakatokea ndani ya ukuta hapo, wakashushwa chini kupitia kwa kamba na wakaanguka chini. Hakutaka kuona wameanguka namna gani, alitaka tu kuwashukisha watoke, maana walikuwa wamemwapia baraka na walikuwa wamekiri ya kwamba wakati wameshika hiyo nchi kwa mikono yao, wakati watakuja kuiangamiza, wataangalia hii alama na wataambia watu ambao wanaenda kufunja Jericho ya kwamba mkienda muone mahali imeandikwa hivi, msiguse pale mpite tu mkienda. Hata wewe alama ambayo utawekewa, maadui wako na wachawi watakatazwa huyo wachana na yeye. Hata waende kwa majini, jina lako halitaonekana. Wakienda kuita kwa wakanga, jina lako halitaonekana, maana kuna alama ya Mungu, na hii alama ya Mungu itakuwa kama dhahabu. Wakati mapepo inakuangalia, inaona moto, inaona moto, inaona moto, na inatoroka. Haleluya. Nataka kila mtu achukue imani. Tutaki kuwa washirika wa woga, wakupembeleza magonjwa, wakupembeleza laana, wakupembeleza unyonge. Haleluya. Leo uinuke kabisa, kataa hiyo mateso. Sema alama ya magonjwa
hata hao wanaotafuta watakaporudi. Hiyo ndio inafanya tunasema kila mtu uzoee kufunga siku tatu. Kila mtu uzoee kufunga siku tatu. Hata waambia toroke. Mjifunge mahali siku tatu. Baada ya siku tatu muondoke. Mwanze safari yenu. Mtaenda na mtafika salama. Wakafanya hivyo na wakaenda. Wakaenda wakapeleka ripoti. Wakati walirudi wakaangamiza Jericho ikabomoka. Tunataka leo unapotoka mahali hapa mapepo yote ipomoke. Majini uliyotumia ichomeke. Kwa sababu Bwana anataka apomoe magonjwa, apomoe kila kitu ambacho kimekuwa kinyume na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mama alipokea ushindi. Akapata tu alama. Wakati hao walitoka wakienda, wakaona hiyo alama na walikuwa wameambia maaskari ya kwamba hiyo ukienda katika nchi ya Jericho muangalie alama imeandikwa hivi, tafadhali. Huyo ndiye alituficha. Huyo ndiye alituokoa. Nanyi muokoe. Shika neno la Mungu. Neno la Mungu litakuokoa. Neno la Mungu litakupigania. Neno la Mungu litakuinua. Kwa utashika kwa ukweli. Haleluya. Angalia mwenzako kama amekaa hivi, mwambie inuka, wacha kuanguka kiroho. Unajua kuna watu wako tu. Hebu muangalie vizuri. Haleluya. Shetani toka. Mapepo toka. Uambuke siku ya leo. Tutaki kusikia masimu ya magonjwa. Tunataka kusikia watu walipona. Tunataka kusikia watu wamefunguliwa. Hatutaki kuja kucheza hapa. Tunapoingia hapa, tunataka moto wa Yesu. Shukrani yako. Tunakataza uchawi. Tunakataza majini. Watu wa Mungu wote wainuke. Haleluya. Umefunga kiwango gani? Alama ndio hiyo. Pokea alama ya uponyaji. Pokea alama ya kazi. Pokea alama ya promotion. Pokea alama ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna haja kuacha shetani afanye kazi ndani yetu. Hatukuumbwa na shetani, tunaumbwa na Mungu, na huyo ndiye anatawala. Shetani ashindwe. Shetani toka. Shetani ana uwezo. Tazama hao watu wawili peke yake wakaenda wakuokopa, wakaleta ujumbe. Huyo mama mmoja hakuokopa, alisema kama nikufa nitakufa na watu wa Mungu, kama nikuwa hai nitakuwa na watu wa Mungu. Sema hata nikikufa neno la Mungu siwachi, hata mkinikataa neno la Mungu siwachi, hata mkinitesa neno la Mungu siwachi. Mungu wa amani atakujibu. Mungu wa amani atakutendea, atakutembelea. Kuanzia leo tunabadilika sasa. Tunabadilika sasa. Haleluya. Hatupembelezi wachawi. Ambia mchawi kama umekaa naye. Namwambia umpembelezi. Amesema nini? Hatukupembelezi mchawi. Uchawi wako uchomeke. Hadi tunainuka. Majini yako yayuke. Simama tu hivyo. Hata kuambia Bwana kuanzia leo. Nimeteseka ya kutosha. Nimekataa. Oh, sana Bwana. Baba ni Mungu mkuu. Unaweza. Wewe imani unawajua. Baba onekana leo.
asante. Mwambie nanyenyekea kwako, ukisema asante. Haleluya. Asante Bwana wa majeshi. Ukijua kwamba una ndoa, unatafuta ndoa, kuja mbele.